Licha ya maoni tofauti kutolewa kuhusiana na kiwango kilichoonyeshwa na mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast anayetumikia Simba, Jasha Ahua, juu ya kile alichokionyesha katika mechi walioshinda 1-0, mechi ya kwanza ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu wa 2024-2025 ambayo Simba walicheza nyumbani kwenye uwanja New Amani Complex dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, mchezaji huyo amekuwa miongoni mwa wale waliong'ara sana katika majumuisho ya mechi hizi za kwanza za nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, na hivyo kuwamo katika kikosi cha wachezaji nyota 11 ambao wanatokana na kiwango bora alichokionyesha kwenye mechi hizo. Ikumbukwe Simba ushindi wao dhidi ya Stellenbosch unawafanya nao wawe katika nafasi nzuri ya kusonga mbele kwa hatua ya finali, kwa sababu kwenye mechi ya marudiano itakayochezwa kule nchini Afrika Kusini, ushindi wao uliofanya usihusishe wao kuruhusu bao, maana yake ni kwamba watatakiwa wapate ushindi wowote ili wafuzu kwa hatua ya finali, lakini pia sare yoyote inawapeleka finali, ama kama wakifungwa basi kusiwe na tofauti ya mabao zaidi ya bao moja. Kinyume chake, endapo tafungwa 1-0, maana yake matokeo ya jumla yatakuwa 1-1 na mikwaju ya penalty itafuatia kutokana na kanuni za shirikisho la soka barani Afrika kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Penalty hazina mwenyewe. Lakini endapo Simba itamudu kupata sare yoyote ama ushindi wowote ama kufungwa kwa tofauti ya mabao isiyozidi bao moja, maana yake Simba itakwenda finali. Ikifungwa 2-1 na kwenda finali, 3-2 na kwenda finali, na hiyo inatokana na kweli kwamba katika michuano ya CAF ya klabu na hata ya mataifa, pale panapokuwa kwenye hatua ya mtoano na kisha matokeo yakalingana nyumbani na ugenini, basi bao la ugenini linapata nafasi. Simba hawakuruhusu bao nyumbani, na hivyo kama watafungwa tofauti ya mabao isiyozidi bao moja na kisha wao wakawa wamefunga kwa mfano 2-1, 3-2, 4-3, Simba watakwenda finali. Sasa kwenye kikosi hicho bora cha wachezaji 11 kimehusisha mechi ya Simba dhidi ya Stellenbosch, lakini pia nusu finali nyingine iliyohusisha RS Berkane waliocheza nyumbani dhidi ya SS Constantine na kupata ushindi mnono wa mabao 4-0, hali inayofanya SS Constantine katika mechi ya marudiano, mechi zitakazochezwa Aprili 27, walazimike kupata ushindi wa kuanzia mabao 5 tofauti ya mabao ili wasonge mbele, yani washinde 5-0 au 6-1 au 7-2, alimradi tofauti ya mabao ianzie 5 kwenda mbele, ndipo waweze kupindua meza na kuwatoa RS Berkane, kisha wao SS Constantine waende finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho kwa msimu 2024-2025. Ikumbukwe ndugu mtazamaji wa jukwaa hili, ni kwamba katika kila wiki ya CAF kwenye michuano ya kombe la shirikisho, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, huwa wanapatikana wachezaji 11 waliong'ara sana kuunda kikosi bora kitokanacho na kutambua kile walichokionyesha katika wiki husika. Hapa tunazungumzia kikosi bora cha mechi za kwanza za nusu finali kombe la shirikisho, kwa sababu Tanzania tuna interest, ndio tuna maslahi yetu katika michuano hiyo, kwa sababu wawakilishi wetu kwenye michuano hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba wapo katika hatua ya nusu finali. Ligi ya mabingwa hatuna mwakilishi yoyote. Kwa sababu hiyo tuna maslahi kuona kikosi bora kilihusisha wachezaji gani. Ukiangalia kwa haraka kwenye kikosi cha wachezaji 11, Wekundu wa Msimbazi Simba wametoa wachezaji 3 akiwemo Jasha Ahua. RS Berkane walipata ushindi mnono wa mabao 4-0, ndio waliotawala kikosi hiki kwa sababu wametoa wachezaji 7 waliong'ara zaidi. Stellenbosch wametoa mchezaji mmoja, huko SS Constantine wakiwa hawana mchezaji yoyote aliyeingia katika kikosi bora. Kwa kawaida kikosi bora kinaangalia namba kwa kila nafasi, mchezaji yupi amefanya vizuri zaidi kwa kupata alama za juu za ufanisi kulinganisha na wachezaji wengine. Kwa lugha nyingine ni kwamba kila nafasi inalinganishwa wachezaji wa nafasi husika, wala si kwamba kwa mfano mchezaji wa nafasi ya beki wa kati kulinganishwa na mchezaji wa safu ya ushambuliaji. La hasha. Beki wa kati atalinganishwa na mabeki wakati wenzake. Yule aliyepata alama za juu ndiye anaingia katika kikosi bora cha wiki cha CAF. Nadhani imeeleweka vizuri. Sasa huyu Jasha Ahua yeye ameingia miongoni mwa wale washambuliaji katika kikosi hiki bora cha wiki. Jasha Ahua hii ni mara yake ya 4 kuwamo katika kikosi cha wachezaji nyota 11 wa wiki ya CAF kwa kombe la shirikisho. Kikosi kamili kipo vipi? Golikipa yupo Musa Pinpin Kamara. Yes, Musa Kamara wa Simba. Yeye ameingia kwenye kikosi hiki bora kwa sababu amepata ufanisi wa 72%.
Pa kuongezea, ndugu mtazamaji wa jukwaa hili, kikosi hiki bora ni kikosi cha kufikirika kwa ajili ya kutambua kazi nzuri iliyofanywa na wachezaji kama hamasa kwao, kama motivation, na si kwamba labda watakutana mahala na kucheza mechi yoyote, la hasha, bali kutambua kiwango bora kilichoonyeshwa na kila mchezaji katika kila mechi. Kwenye hatua hii ya nusu finali, mechi za kwanza, kwa sababu tunatambua watarudiana ili kupata nani atakayepata matokeo bora ya jumla ili kwenda finali ifikapo Aprili 27. Lakini kwenye raundi hii mechi za kwanza za nusu finali, Kamara ndiye yuko golini, amepata nafasi ya kuwa juu kuliko makipa wote akiwemo Oscarini Masoluke wa Stellenbosch, lakini pia akimzidi golikipa Munir Mohamed wa RS Berkane pamoja na golikipa wa SES Constantine Zakaria, kwa sababu ya ufanisi wake wa 72% ambao haukufikiwa na kipa mwingine yoyote kati ya timu hizi zilizopo hatua ya nusu finali na kucheza raundi hii. Lakini namba 2 yupo Haitham Manyuiti. Huyu ni beki mbili wa klabu ya RS Berkane. Ndiye amechukua nafasi hii kutokana na ufanisi wake wa 81%. Halafu beki tatu sio mwingine, ni Hamza El Musawi. Huyu Hamza El Musawi pia ni wa klabu ya RS Berkane na ametoa nafasi hii kwa sababu alama zake za ufanisi ni 73%. Mabeki wa kati wote wanatoka katika klabu ya RS Berkane. Kwa lugha nyingine, ukuta wa mabeki wanne wote wanatoka katika klabu ya RS Berkane, kwa sababu hapa yupo Adil Tahif. Adil Tahif ufanisi wake ni 78% na ametoa nafasi hii katika mfumo wa kikosi chenyewe ambao ni baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, lakini kuna kiungo mmoja, viungo watatu washambuliaji na washambuliaji wawili pale juu. Yani ni 4-4-2, lakini ambayo imefanywa modifications hapa kati kwa kuwa na kiungo mmoja inabaki nyuma kulinda ukuta wa mabeki wanne. Kwa hiyo ni baada ya golikipa ni 4-1-3-2. Sasa katika wanne ndipo namkuta Adil Tahif, hayuko peke yake. Yupo na Abdelhak Asal. Yeye ni beki mwenzake katika klabu ya RS Berkane na ndio waliocheza vyema kufanikisha ushindi wa mabao 4-0. Timu ya RS Berkane isiruhusu bao na yeye amekuwa hapa Abdelhak Asal kwa sababu ya ufanisi wake wa 79% katika mechi hii, akiwazidi mabeki wengine wote kwenye nafasi hiyo, na ndio maana ameungana na mwenzake huyu Tahif. Lakini yule kiungo mmoja pale mbele ya ukuta wa mabeki wanne ni nane? Huyu ni Sile Nduli. Sile Nduli wa klabu ya Stellenbosch ambaye amepata nafasi hii kwa kuwa na ufanisi wa 72%. Sile Nduli. Wale viungo watatu washambuliaji, katikati yupo Ayub Khairi. Ayub Khairi. Huyu Ayub Khairi ni wa klabu ya RS Berkane. Amepata nafasi hii kutokana na ufanisi wake wa 70% katika mechi aliyocheza dhidi ya SES Constantine na kupata ushindi wa 4-0. Lakini upande wa kulia yuko Paul Bassene, mchezaji wa kimataifa wa Senegal, naye anatoka katika klabu ya RS Berkane. Ufanisi wake ni 78% na ndio maana ametoa nafasi hii akiwazidi wachezaji wengine wa mawinga wa kulia akiwemo Kibu Dennis Prosper ama wachezaji wa klabu ya SES Constantine na Stellenbosch ambao miongoni mwa wachezaji waliocheza nafasi hiyo ni Devin Titus. Wote hao kwa nafasi hii yeye Paul Bassene ndo amepata alama za juu zaidi. Lakini upande wa kushoto huku unampata Eli Mpanzu Kibisawala wa Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye aling'ara sana pia katika mechi dhidi ya Stellenbosch, na Eli Mpanzu Kibisawala akapata score alama alizozipata kwa ufanisi wake ni 82% akiwa zidi wengine wote kwenye nafasi hiyo, na ndio maana yupo katika kikosi hiki bora. Kwenye washambuliaji wawili yupo Jasha Ahua wa Wekundu wa Msimbazi Simba, ndiye anachukua nafasi moja hapo hapa. Jasha Ahua na ametoa nafasi hii kwa sababu ya ufanisi wake wa 85%. Katika mechi dhidi ya Stellenbosch, Jasha Ahua alifunga bao pekee dakika 45 plus kuelekea mapumziko, ambalo ndilo lilipa ushindi Simba wa bao 1-0. Lakini sio tu bao, kwa ujumla alionyesha kiwango cha juu katika mechi hii, ingawa alipoteza nafasi ya wazi, big chance moja dakika ya 6 ya muda wa nyongeza baada ya dakika 90, akiwa ameshampiga chenga golikipa Oscarini Masoluke wa Stellenbosch. Jasha Ahua
akataka afunge, matokeo yake akapiga mpira nje wakati alikuwa na option kama sio kufunga basi kutoa pasi kwa wenzake, wakiwa na hali ya kuwa na wachezaji watatu dhidi ya goli tupu, baadaye mwenyewe kumpiga chenga golikipa Masuluke, lakini akapiga nje. Ndio iliyoibua mjadala mkubwa kwa kiasi chake, hasa kutokana na nafasi aliyopoteza, lakini kwa ujumla alifanya mambo mengi kwa usahihi na kupata alama hizi 85. Lakini hayuko peke yake, yupo na kinara wa upachikaji mabao katika klabu ya RS Berkane. Huyu ni Osama Lamli, ambaye katika mechi dhidi ya Stellenbosch, dhidi ya CS Constantine, Osama Lamli aling'ara sana na kupata ufanisi alama 98%, wakati akisaidia klabu yake RS Berkane kupata ushindi mnono wa mabao 4-0. Kwa hiyo hawa ndio wachezaji 11 wanaounda kikosi bora cha mechi za kwanza za nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika zilizohusisha wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stellenbosch, RS Berkane dhidi ya CS Constantine. Ukitazama hapa ndipo unaona Simba na wachezaji watatu ambao ni Kamara, Mpanzu pamoja na Jasha Ahua, wakati RS Berkane wakiwa na wachezaji 7, Stellenbosch wakiwa na mchezaji mmoja, CS Constantine hawana mchezaji yeyote. Lakini ukiangalia kwa undani zaidi utagundua kati ya wachezaji wote aliyepata alama za juu na kuwa ndio best katika mechi hizi za kwanza za nusu finali kombe la shirikisho alikuwa ni Osama Lamlui wa RS Berkane, ambaye alipata alama 98%. Wa pili si mwingine, ni huyu ambaye amekuwa gumzo juu ya kiwango alichokionyesha katika mechi dhidi ya Stellenbosch, baadhi wakimponda, lakini ushahidi ni kwamba amefanya vizuri sana na ndio maana yupo kwenye kikosi hiki bora, ufanisi wake ukiwa ni Jasha Ahua wa 85%. Ndio kuna mambo alizingua, lakini mengi alifanya vizuri na ndio maana amemweka hapo. Watatu akiwa ni Eli Mpanzu Kibisawala, ambaye yeye ufanisi wake tumeona ni 82%. Kwa hiyo hawa ndo wachezaji watatu bora waliong'ara zaidi kwa kupata alama za juu za ufanisi, lakini kikosi cha wachezaji bora 11 cha CAF hatua nusu finali ndio hiki ambacho Simba wametoa wachezaji watatu. Je, itakuwa vipi katika mechi ya marudiano Aprili 27? Hawa walioingia kwenye kikosi bora wataweza kuingia tena? Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuiunga mkono kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwanduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.